Sasa mimi kwanza nishukuru sana kwa kukubali wito wangu, lakini jambo ambalo limenifanya nikakuita hapa ni moja tu. Sasa unakumbuka uliwahi kuniambia kwamba wewe unanipenda, unatamani kuwa nami kwenye mahusiano, huwezi kuishi bila mimi. Kwa mimi kama mtoto wa kiume nikapata muda kukaa na kufikiria vizuri hili jambo, nikagundua hii ni nafasi ya pekee sana, ni nafasi adhimu na mimi siwezi kuangushwa na moyo wangu dunia nzima. Naanzaje kukataa mtoto mzuri kama wewe, mweupe, kipotabo, rangi nzuri imetulia, yaani nikikuchukua nikikuangalia hivi, nikichukua na kiazi cha chips nikiwaangalia hivi, yaani wote rangi zenu zinafanana. Nikasema sasa hapa mimi sina budi kukubaliana na kile ambacho nikisema. Yaani namaanisha na mimi nakupenda pia. Wazungu wanasema I love you too. Shemeji, siamini kwa hilo. Unamaanisha umenikubalia ombi langu? Kubalia, kila kitu kiko sawa. Ama kweli ndoto zangu zinaenda kutimia. Siamini kwa hilo. Sijui nisemaje. Asante. Wewe hata haina haja ya kunishukuru, haina haja ya kunishukuru kabisa kabisa. Yaani mimi mwenyewe nakushukuru wewe. Kwa hapa tunashukuriana. Lakini sasa nakuomba sana ili jambo liwe la siri. Yanachikisha hamna mtu yote ambaye anajua pale nyumbani. Yaani hata mke wangu usijue kinachoendelea kati yangu mimi na wewe. Lakini pia sasa mimi nitaamini vipi kama umenikubalia? Nitaamini vipi kama kweli wewe shemeji uko serious? Hapa inatakiwa tufanye jambo, tuangalie namna, tutafute mazingira mazuri, twende kule tukachilimuane. Yaani shemu kwa hilo wala usihangaike. Hata leo hii, yaani mimi mwenyewe yaani hapa natamani hata sasa hivi. Yaani natamani yaani sasa hapo nikuambie kitu shemu. Hapo ni wewe. Weka mipango iwe sawa, tukalimalize hili jambo. Lisichelewe tena. Sawa, lakini sasa usiwe na haraka kiasi hicho. Mimi hii kazi niachie mimi. Mimi nitatafuta geto na mwanangu huyo mmoja, huyo mwanangu wa nguvu kabisa, anaitwa Robert Uyaga. Nitaenda nitampanga, bwana niazime geto ndugu yangu hapa bwana, mimi nataka nije na mtoto fulani, ataniazima. Kila kitu kikiwa sawa, tukishaweka mazingira vizuri, mimi nitakufuata. Nitakwambia 1, 2, 3, twende sehemu fulani tukafanya jambo fulani. Kila kitu kitakuwa sawa, yaani hamna kitakachoharibika. Shemu nanitamanisha. Ona sasa tusichelewe shemeji. Mimi hapa naondoka, naenda nyumbani kujiandaa. Ila sasa pale nabidi tuingie kwa time. Naanza mimi kama dakika 5 natokea wewe. Sawa, naenda kujiandaa. Basi sawa, wewe usijali, mimi nimekuelewa sana. Wewe tangulia nyumbani kama ulivyosema. Mimi nitachelewa. Kwanza hizo dakika 5 zenyewe ndogo. Mimi hapa nitakaa dakika 10. Nakaa najipanga kwanza kiakili. Kuangalia hii mechi naenda kuicheza vipi niweze kushinda. Lakini pia nikitoka hapa nitafanya baadhi ya mizunguko, nichelewe kurudi nyumbani ili mradi wasitushtukie. Shemeji, alafu sijui kidudu kimekaa. Bye. Bye. Sawa. Sasa hii nafasi inabidi niitumie vizuri kabisa. Yaani nafasi sitakiwi kuipoteza. Na kama nikiitumia vizuri, nitapata majibu. Kati yangu mimi na mke wangu, nani ana matatizo? Irene, imekuwaje? Mbona umenileta huko? Kuna samani shemeji, nimekutoa huko, najua ulikuwa na mambo yako. Nimekuleta huku vichochoroni. Kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani hilo ambalo yani imeshindikana kabisa kukaa nyumbani na kuzungumza mimi na wewe? Kuna mambo yanayoendelea pale nyumbani ambayo kiukweli mimi sipendezwi nayo. Kweli? Ndio. Haya, ni mambo gani hayo? Ni kuhusu dada. Dada yupi sasa? Kwa sababu wewe pale ndo mtoto wa mwisho, na una madada wawili pale.
Yaani wewe mtoto wa mwisho, wazungu waleta si kindagate sijui nini. Haya, wewe unamzungumzia dada gani pale? Dada kubwa au dada mdogo? Mkeo. Kuna nini? Mkeo anatembea na mdogo wako. Wewe Irene, hivi unajua ukubwa wa haya maneno unayosema? Shemeji, hili jambo mimi nalijua kwa muda mrefu sana, na sikutaka kukwambia nikihofia usalama wa ndoa yenu. Lakini kadri siku zinavyoenda, naona nafsi yangu inanisuta. Dada amekuwa akifanya uchafu wake ndani ya nyumba kila siku na mdogo wako. Sawa, hata kama wanasema alisemalo lipo, lakini mimi hili sitaki kuliamini. Na sitaki kuliamini kwa sababu maisha niliyoishi na dada yako mimi ndo nayafahamu. Tulipotoka mimi ndo nafahamu. Sidhani na sitaki kabisa kukubaliana na hili. Anawezaje kutembea na mdogo wangu? Yaani anaweza vipi kufanya hivyo? Hebu namba nisaidie kitu kimoja basi. Sitaki kupuuzia hayo ulioniambia, lakini siwezi pia kuyaamini kwa haraka hivyo. Hebu nitafutie ushahidi. Usijali, najua ipo siku tu utaniamini, pale ambapo utawashuhudia kwa macho yako. Nipe siku kadhaa tu, utaufahamu ukweli. Sawa basi, mimi nashukuru sana, lakini pia nakutegemea sana katika hili. Niambie, najua nitaumia kwa sababu ukweli siku zote unauma. Kwa hiyo mimi nipo tayari kwa lolote lile. Kama itakuwa kweli ni sawa, nitajua cha kufanya, lakini pia hata kama haitakuwa kweli, basi mimi nitajua pia cha kufanya. Sawa? Haya, twende nyumbani, watu wasije katukuta hapa wakaanza mambo mengine. Si unajua tena wambea kijijini. Sawa. Labda tuseme dunia imewapiga teke, maana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tuombe kwa Mola tende miujiza, wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Dada samani. Bila samani. Najua sio mara ya kwanza wala ya pili mimi nawe kukutana, ila nimekaa nimechunguza nikaona wewe ni mtu mstaarabu sana. Kwanza nianze kwa samani. Najua haya nitakayokuambia atakuumiza sana moyo wako. Nakusikiliza, ongea tu. Iko hivi, mimi nilitembea na mume wako. Mume wangu mimi? Ndiyo, mume wako wewe. Alinitongoza na tukakubaliana kuwa atanipa 15,000 za Kitanzania. Baada ya kumaliza mambo yetu, alinipa 13,000 na akaniahidi kwamba hiyo 2,000 atanimalizia siku nyingine. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, ananizungusha, anaingia huku, anatokea huku, anaingia huku, anatokea huku. Na mimi mambo ya Uswahili wala hata siyapendagi. Kwa vile nimekuchunguza wewe kwa muda mrefu na nikagundua wewe ni mtu mstaarabu sana, ndio maana leo nimeamua kukuambia ukweli, ili nipate tu pesa yangu, aishi kwa amani na mimi niishi na amani. Mbona changamoto hii? Sawa dada, kwanza nashukuru sana. Ni mwanamke fulani jasiri, unajiamini, mpaka umenisimamisha hapa na kunielezea hayo mambo. Maana bila wewe mimi singejua chochote. Tungekuwa tunapita kupishana tu njiani, tunapigana vikumbo, kosa langu silijui. Kwa hiyo nikushukuru sana. Unamdai shilingi ngapi? 3,000. Oh, 3,000. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Hiyo 3,000 mimi nitakulipa. Nitakulipa ila kwa sharti. Sharti gani hilo? Okay. Naomba uniachie mume wangu. Ukiniachia mume wangu kiustaarabu 3,000 yako nakupa, tena zaidi ya 3,000 tu. Hata na hela soda juu nitakuongezea ili uniachie mume wangu.
Sawa dadangu, nimekuelewa. Wala mimi sikuwa na shida na huyo mwanaume, tulifanya tu biashara, lakini yeye ni mbabaifu sana na ana tabia za Kiswahili. Laiti angekuwa amenipa 15,000 yangu, wala haya yote usingejua. Mume wako ana tamaa, halafu kugharamikia watu hajui. Mimi ni mtoto wa mjini, sipendi mambo ya uswahili. Wanasema hivi, hakuna cha bure. Kwa hiyo alizani nitamsamehe 2,000 yangu. Hakuna cha bure, ndio maana nimekufuata wewe. Najua utaona ni kitu cha ajabu sana, ila mimi sitoagi kitu bure. Sawa, haina shida. Hujafanya jambo baya, umefanya vizuri sana kuniambia. Ila mume wangu niachie, kwa sababu mimi mume wangu tumetoka mbali, alafu tuna mtoto. Mtoto bado mdogo, anahitaji malezi ya baba yake. Sasa atavyoanza kuchepuka mara huko ndani kiwakuta tena. Sijui mmesimama sijui nini, wakati mmeshamaliza na hela yako nakupa mimi. Sitoelewa chochote. Nitachukua uamuzi na ujua dada, sawa? Ila mimi nimekushukuru tu, mjasiri umenisimamisha hapa na kuniambia Jumamosi nitachukua hela yako. Tena nitakupa na zaidi ya soda, kwa sababu ni mwanamke fulani umejiamini na kuniambia habari za mume wangu. Maana nisingejua chochote. Pole sana dadangu. Sawa, si unajua ndo wanaume. Wenda tamaa kwa sababu una shepu nini nyashi. Mwanaume yoyote anayekuona lazima aingie na tamaa kwa sababu ni mrembo. Mimi ananifubaza vijola hivi, nakwambia sitangia siku 2000 na ngapi. Mpaka sasa hivi sikijua hata kijola kipi hata kimoja. Na ndio maana ananiona nimechoka, ndio maana anitaki. Wewe mwenzangu unanyashi, Mungu kakubariki. Alhamdulillah. Ila mimi nimekuelewa, kuwa na amani tu. Ndio wanaume walivyo. Huwezi kuwazuia. Jumamosi njoo chukua hela yako. Haya sawa. Wala hata usijali. Hii ni sehemu tulivu sana na ukiangalia ndio sehemu nzuri ambayo tunaweza tukakaa mimi na wewe tukapoa. Naofia brother atajua. Wewe naye hivyo una mada zingine za kuongea? Kwani kidogo tu kaka yako, una mada nyingine? Hebu ongea kwanza. Leo show ya leo ilikuwaje? Umefurahi? Au tufanye kitu gani, niongeze, nipunguze? Shika ujione. Nadhani sasa utakuwa umeniamini. Siwezi kukushauri chochote, ila akili kichwani mwako. Lolote utakaloamua kulifanya kwangu mimi ni sawa tu. Kwani hizi uliwapiga lini? Maamuzi mema. Labda tuseme dunia imewapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame. Kaka, naomba unisamehe. Sitorudia tena. Ni bahati mbaya tu niliteleza kaka. Naomba unisamehe, sirudi tena. Ngoja kwanza. Mbona sikuelewi wewe? Nikusamehe umefanya nini sasa? Kakosa mimi nilifanya kaka. Sijafanya makusudi. Yaani ungejua jinsi ambavyo mimi hapa sasa hivi nina hasira, hata usingekuja kunifanyia mambo ya kijinga kama haya. Mimi nimekaa hapa nimekasirika na mambo yangu binafsi.
kuna mtu nimempatia mkaa, mpaka leo pesa bado hajanipatia. Kwa hiyo nimekaa hapa sielewi, naangalia namna gani naweza nikafanya ili mradi aweze kunilipa deni langu. Sasa mimi nimekaa hapa nafikiria namna nzuri ya mimi kupata pesa, wewe unakuja. Oh, nisamehe kwa jambo gani sasa ulifanya? Kaka, nimechoka kurudi na ndio maana nimekuomba msamaha. Nimetoka mapema sana lakini nimechoka kurudi. Muda umeenda sasa hivi. Swala wewe kuchelewa kurudi, hiyo ni kawaida. Kwani mara ngapi hapa unachelewa kurudi? Ushakunikuta mimi nimekuwa kama hivi? Sasa nisikilize bwana. Ili jambo ni la kawaida. Mimi nimekasirika hapa na mambo yangu. Hem, kwenda bwana. Nenda kafanya mambo yako ndani. Lakini si umenisamehe kaka? Nenda bwana. Watu wengine sio tawapoje. Shemu, hiki ndo nini sasa? Vipi, mbona umeacha? Sasa pona unaialiani? Yaani nimejitahidi nguvu zangu zote shemeji, lakini bado sielewi kitu. Yaani mimi mwenyewe hata sielewi nini kinaendelea hapa. Lakini mimi mbona nakuaga tu vizuri? Sijui hata nini kimetokea. Shemeji, unanifanyia makusudi ndio hivyo. Umeamua unilete hapa unifanyie mambo kama haya. Hata mambo gani shemeji? Ndio kama hapa nilipo ninaumia, mimi niko tayari ujue. Nisaidie basi mwenzio naumia ujue, kwa sababu mwili wangu umeshafunguka, uko tayari kila kitu. Uko tayari kwa kupokea hivyo vitu, sasa unanifanyia nini sasa hapa? Sio kama nafanya makusudi. Na kama ningekuwa nataka kufanya makusudi, kwa nini nimejisumbua kuja mpaka huko? Yaani shemeji, mimi sijui kilichotokea hapa ni nini. Lakini mimi sipogo hivi, mimi niko vizuri kabisa. Mume wangu. Na mke wangu. Hivi umekosa nini kwangu? Kwa nini? Yaani wewe kunisaliti mimi? Saliti? Mambo yote tuliofanya kipindi chote cha nyuma hicho, unaniongopea tu ndani. Mke wangu, mimi siwezi kukuchiti. Wewe kunifanyia mimi hivi? Mke wangu, amefanya nini? Wewe unashangaa nini? Ina maana hujui au? Mke wangu, umekusaliti kivipi? Yaani mambo umeyabananga mwenyewe. Yaani wewe umeenda kutembea na yule mdada wa kuachibu, umetoka naye alafu kumlipa 2,000 yake. Mbona unanizalilisha kiasi hichi mme wangu? Kosa langu nini kwako? Yule mdada mimi nimekutana naye, nikwambie basi kama kitu ambacho ulikuwa ukijui. Akanielezea kila kitu kuhusu wewe. Ulilala naye ukumpa 2,000 yake. Kwa hiyo aliomba kwamba mimi kama ninayo 2,000 nimlipe. Nikamwambia mtamalizana wenyewe. Mlivyotongozana mimi sikuwepo. Ukashindwa kumpa 2,000 yake na ya usumbufu imekuwa 3,000. Mke wangu, kweli mimi ningefanya hilo jambo? Kweli? Mke wangu. Unaniacha na mtoto mdogo ndani. Tunateseka, chakula kwenye kula kwa shida. Unapambana, kumbe unapambania mwanamke mwingine. Unachelewa kurudi ndani. Tunakusubiria wewe, basi mume wangu hata urudi. Mtoto analia, msubiri baba arudi. Baba kumbe unaenda kuchepuka. Kweli? Mke wangu, mimi nakupenda sana. Ni tamaa tu za kimwili hizo zinifanya nichepuke. Mke wangu, naomba nisamehe. Kumbuka hapa tumetoka. Kwa hiyo unaniomba msamaha leo? Nikusamehe mimi wewe? Kabisa unataka nikusamehe? Ndio mke wangu, naomba msamaha. Unaniahidi au utarudia tena? Siwezi kurudia tena mke wangu. Na nikikukuta? Fanya chochote kile unachotaka. Siwezi kufanya chochote. Yaani nikikukuta kwa mara nyingine, unaniandikia talaka yangu naondoka kwetu. Kwa sababu mimi kwetu sijaua. Tambua nina kwetu. Mke wangu, talaka tena. Talaka ndio. Tena sio moja. Nataka talaka zote 3. Kumbuka tuna mtoto mdogo. Kama ulijua kuna mtoto mdogo, kwa nini ulitoka kunichiti?
na ulijua kuna mtoto mdogo ndani anahitaji matunzo, anahitaji kula, anahitaji kitu chote. Wewe unatoka hapo unaenda kulala na wanawake wengine unawapa 2000. Alafu 2000 hiyo inanifikia mimi na wakati ulinificha. Naomba basi msaada wangu. Shemeji, mimi nimekuita hapa na mambo mawili tunahitaji kukwambia. Jambo la kwanza, naomba sana uniwie radhi kwa kile kilichotokea. Yaani hata mimi sielewi imekuwaje mpaka ikawa vile. Tumefika mpaka pale, mazingira kila kitu kiko sawa, lakini Mnara umeshindwa kusoma. Yaani umeshindwa kufanya chochote kile. Sielewi nini kimetokea yani kiufupi. Lakini jambo la pili na la msingi kabisa ni kwamba naomba hii iwe siri. Yaani hakikisha hakuna hata mtu mmoja anayejua mundani nini kinaendelea kati yangu mimi na wewe. Yaani hili libaki kuwa ni jambo langu mimi na wewe. Kama tulivyoanza kimya kimya, basi tulimalize hivi hivi kimya kimya. Sasa shemeji, naomba nikuulize swali moja. Hiyo hali ni leo tu ama uko hivyo kila siku? Sikiliza bwana Nancy. Hayo maswali sio ya msingi kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi nataka unisikize ninachokwambia kwanza. Alafu sasa mambo mengine tutazungumza. Yani sijui hata nikwambie nini ili unielewe. Hapana shemeji, nahitaji kujua. Kwa sababu hiyo hali kama uko hivyo kila siku, naweza kuishi vipi na dada yangu muda mrefu wote huu? Yani nakosa hata cha kuongea sasa Nancy. Mimi nakosa kabisa shemeji yangu. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Siku nitatafuta muda, nitakuita. Tutakutana sehemu zote zile ambazo huwa tunakutanaga siku zote. Alafu nitakusimulia kila kitu kuhusu maisha yangu mimi na dada yako humu ndani. Yaani kila kitu utajua. Lakini kwa sasa hivi nakuomba sana sana, kuwa na roho ngumu, kuwa na roho ya kijasiri. Hakikisha hakuna hata mtu mmoja anayefahamu humu ndani. Sio mdogo wako, sio mdogo wangu, wala sio dada yako. Sawa shemeji, ila nahitaji hii mechi turudie kwa mara ya pili. Kwa sababu ule mchezo wa siku ile sijauelewa kabisa. Na hisi refa hakutenda haki upande wangu. Hivyo naomba tukutane uwanjani kwa mara ya pili. Si unajua shemu nakupenda sana. Nahitaji nafsi yangu nisafishe kwa. Naomba nisaidie kwa hilo. Sawa, tutarudia lakini ngoja wana niweke mambo vizuri, alafu mimi nitakwambia nini tufanye. Sawa? Wewe sasa hivi kaa kimya, tunza siri hii kimya kimya yani. Sawa? Sawa. Dada, kulikoni? Mbona umenitoa huko mkukumkuku hadi hapa? Kuna nini? Shoga yangu jipya litu. Nilichotarajia kwa shemeji sicho nilichokikuta. Shemeji apande mtungi. Wewe dada wewe. Kusiniambia uko shemeji sio mzima. Sio jambo la kusema Irene. Ni jambo la kumwonea huruma shemeji. Nimejaribu ufundi wangu wote, utundu wangu wote. Shemeji hafanyi kazi kabisa. Sasa najiuliza, dada ameishi na vipi yule miaka yote? Nishagundua. Ndio maana pale nyumbani kuna vitu vinaendelea. Jambo gani? Hivi unajua kwamba dada anatoka na Clever? Irene, wewe kakwambia nani? Tatizo na wewe uko nyuma sana dada yangu, ndio maana mengi yanakupita. Kwa macho yangu mawili mimi nimewashuhudia. Na sio mara moja, ni zaidi ya mara moja ninakwambia. Nikana tafakari kichwani mwangu, hivi kwa nini hili jambo linatokea hapa nyumbani? Ama kweli usikijaji kitabu kwa kuangalia cover lake kabla hujakisoma. Haise. Ni halali yake kuchiti jamani. Sio kwa hiyo miaka yote aliyokaa na isikamvumilia sana. Mdogo wangu unastiri wewe. Jambo kama hilo umekaa nalo tu. Unashindwa hata kunidokezea. Mtoto ana hatari wewe. Unaweza hata kuua mdogo wangu. Sikia nikwambie kitu.
hili jambo naomba liwe siri yetu, mimi na wewe. Haona nije kusikia limetoka nje, halileti wewe, sitokuelewa. Zipu yangu nimeifunga. Kama niliweza kutunza siri sijakwambia, nawezaje kuanza kulopoka sasa hivi? Haya mdogo wangu, tuondoke. Haya, tuondoke. Clever, hivi unajua habari yako imetapaka hapa kote? Habari gani? Habari gani? Hakuna asiyejua kuwa unatoka na dada. Wewe mkwambia nani? Wewe, dunia haina stili. Unalofanya wewe usiku, watu wanalijua mchana. Sijui umenielewa eh? Sasa basi cha kukushauri, shemeji ameshajua hii taarifa. Ninalokuomba mimi, fanya maamuzi haraka kabla jambo baya halijatokea. Ninakwambia hivyo kwa sababu ninakupenda na kutakia mema, na nimekuona kijana mstaarabu sana. Ndio maana nimeamua kukufikishia hili. Kwanza mimi nashukuru sana kwa kuniletea hizo taarifa, lakini nashindwa kuelewa nifanye nini. Hebu ushauri nifanye nini ili niwe salama zaidi. Kukusaidia tena Clever? Kukufikishia taarifa tu pia ni kukusaidia, msaada tosha. Hapo ni juu yako, wewe ni mtu mzima tena. Usitaki nifanye yani mpaka nikusaidie eti jiandae mara hivi. Akili kichwani mwako. Unakaa, unaondoka. Kusuka hapa kunyoa. Utachagua wewe. Sasa mimi nitaenda hapa, nitaishije? Maisha yangu unajua mimi magumu. Na hapa kijijini nakaa kwa ajili ya blaza. Anatoka mimi naenda wapi? Hebu nipe ushauri basi nifanyeje? Clever, okoa maisha yako. Kaishi sehemu yoyote. Ona, mimi naondoka. Sina la kukusaidia hapo. Kwa hii. Lucy, kwanza kabisa mimi nafurahi kukuona tena, lakini kuna mambo kama mawili hivi ya muhimu sana ambayo amenifanya mimi na wewe tukutane hapa leo. Jambo la kwanza, naomba unisamehe kwa kila kitu ambacho kimetokea, kwa maneno na kwa vitendo na kwa namna fulani hivi ambavyo ili jambo lilikuwa linaenda. Ilikuwa tu katika hali fulani hivi ya kutamani sana mimi nifanikishe jambo fulani. Nadhani unajua mwanaume anapokuwa anataka jambo lake, basi nguvu, akili, vyote anawekeza pale pale mpaka pale atakapofanikisha kupata kile ambacho anakitafuta. Kwa na mimi pia nilikuwa katika mapambano ya aina hiyo, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimemaliza katika namna fulani ya kitofauti sana na ya upekee. Kwa hiyo nisamehe sana kama kuna sehemu yoyote ambayo nimekukwaza katika haya mapambano kati yangu mimi na wewe. Lakini jambo la pili, mimi nikushukuru kwa sababu uliamua kuniambia ukweli, ukuamua kunidanganya, kwa sababu mpaka leo bado nafikiria yani nini kimetokea au imekuwaje mpaka ukaamua kunisaidia. Yani kitendo cha wewe kuniambia ukweli imekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo nikushukuru sana. Sawa, usijali, sababu nilikuwa nakuonea huruma, ndio maana nimeamua kukusaidia. Wewe ulijiona Mkalamba ni rafiki yako, lakini Mkalamba hakuwa na urafiki na wewe. Ndio maana nilikuonea huruma nikaja kukwambia. Yani unachokisema ni kweli, kwa sababu binadamu unapokuja kukudhuru anakuwa hana alama. Kwa hiyo tunakaa nao, tunaishi nao, lakini mtu unakuwa hujui yule mtu wako wa karibu anafikiria nini kuhusu wewe. Unajua Mkalamba mimi nilikuwa namuona kama ndugu yangu, kama mtu wangu wa karibu sana ambaye namshirikisha vitu vingi sana, na ndio maana nikaamua kumweka katika haya mapambano, lakini nilikuwa sijui kama ndio yuko hivyo.
kwa kupitia wewe leo nimeweza kufahamu Kaamba ni mtu wa aina gani, na ndio maana nimesema nakushukuru sana. Kuanzia sasa kwenda mbele nitajua ni namna gani ya kuendelea kupambana na haya mapambano yangu. Kwa hiyo wewe unipendi? Achana bwana hayo mambo Lucy. Mimi nimeoa, unajua nimeoa na nampenda sana mke wangu, lakini pia kuna baadhi ya vitu vingi sana vinaendelea ambavyo sidhani kama ni muda sahihi wa wewe kufahamu kila kitu. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie uzima. Siku nyingine tukikutana basi nitakwambia. Sawa, mimi sijui naweza nikakuacha labda. Irene, siku hizi yani sikuelewi, sababu muda mwingine nakutumia SMS ujibu kwa wakati na kupigia simu respondi. Yani in short sikuelewi, una shida gani? Sasa hivi mimi niko busy sana na majukumu ya nyumbani. Ndio maana unaona kimya. Sawa, unakuwa busy. Na wewe mwenyewe unaga jinsi gani na enjoy nikikutana na wewe. Mapenzi unayonipa wewe yananifanya na sahau shida. Ndio maana muda wote mimi nahangaika kukutafuta heri. Sasa unapokuwa upokee simu ujibu SMS, mimi nashindwa kukuelewa. Kwanza mimi nishamalizana na wewe. Nashukuru ulinisaidia. Hela yangu kwa yule kaka nimeipata. Pia sasa hivi unaonekana umechunda sana. Umbea huna, pesa huna. Sasa mimi nakutafuta kwa nini gani? Ni sawa. Lakini vipi sasa swala la umbea na kuupende? Kama unavyojua, mwenzako unapenda umbea kuliko kula. Kwa ukiwa na umbea nitafute. Na kama hauna umbea ukinitafuta uwe na hizi hankara zisome. Si unanielewa? Sawa. Wewe unajua kabisa mimi ni mdadisi mkubwa hapa duniani na nilienda kusomea umbea tu. Yaani ile degree yangu ambayo nilikwambia mimi ni msomi hapa duniani, ni degree ya umbea. Kwa hiyo nitajitahidi, nitaenda kutafuta umbea, nitakuletea ili tuende tukashenyetane. Tukweli mimi nikishenyetana na wewe na enjoy mweri. Ndio maana nahangaika. Sijawahi kupata mapenzi yala ilini. Kwa hiyo kusiana na umbea tu, nitaenda kuhangaika. Nitaupata. Oh. Basi sawa. Wewe ukiwa na umbea nitafute. Kwa sababu mimi na haraka zangu hapa. Kwa hiyo taratibu ni ule wangu. Umbea nishenyeni. Ukiwa huna umbea jiongeze, pesa inausipa. Safi. Kumbe mmeacha kukojoa siku hizi. Ndugu yangu, ule ulikuwa ni utoto. Unaona saizi nimekuwa kaka. Alikuwa kikodizo wa kijiji. Kijiji kizima wanamjua na Makwedo. Hiyo. Kwa nini mnajuana? Namjua mdogo wangu sana, ni mwanangu sana. Huyu. Vipi lakini fresh? Kaka nashukuru, harakati zinaenda. Mungu anasaidia. Kitambo Kwa kweli milima kukutana binadamu hatukutani kaka. Naona tumekutana milima miwili hapa. Kabisa ndugu wangu. Vipi saizi mbona mazingira haya na wewe? Kaka tena unaniuliza mimi maswali hayo. Mimi labda nikuulize wewe kwa sababu wewe ndo siku ya kwanza nakuona hapa kijijini tangia nifike. Hamna kaka. Kuna kijikazi tu, kuna kijikazi nimekuja ukifanya huko siku 2-3 alafu nitaondoka zangu. Alafu nilisikia kwa umepata msiba.
baba yako mzazi alifariki. Hilo swala kaka ni la kweli, ila alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu tumezika salama. Kwa kweli Mungu ni mwema. Pole sana ndugu yangu, sikufanikiwa kuja kwenye msiba kwa sababu nilikuwa nimeshatoka mazingira yale. Kwa sasa nipo huko, si unajua harakati za kazi ndugu yangu, tunatafuta maisha kaka. Ni kweli, kwa kweli Mungu ni mwema kaka, tumezika salama. Lakini kusema kweli kaka, kijijini hapa hajachangamka. Washikaji wote wameondoka hapo town na mimi nikadi hapo town, ila sema ndo hivyo, mimi nipo hapa tangia muda, nipo kwa blaza wangu Chibu. Huyu ni nani naye? Huyu shemeji, yani blaza Chibu ana mke wake. Sasa mke wake ana mdogo wake, sijui ndo anaitanaje, sijui shemeji yake. Mimi kuelekeza kaka siwezi, mwenyewe si unanijua tangia nipo mdogo. Mambo poa. Mzima? Wewe tena kaka, ushaanza umalaya wako, unataka kumdevela na huyu tena. Amna kaka, nadhani wewe mwenyewe unanifahamu. Kaingia udogo wetu, hujawaenda kuniona na mwanamke. Asa wewe leo unione na mtamani ndugu yako? Hakuna kitu kama hicho. Sema fresh, tawasiliana kaka. Basi poa. Poa. Ana namba. Katika hii dunia nimeamini kuna siri kubwa sana, haswa katika maisha ya ndoa. Sasa dada amewezaje kuishi na huyo mtu muda mrefu wote huo? Sitaki kuamini shemeji, ile ni hali yake ya kila siku au ndo leo imetokea kama emergency? Pongezi kubwa sana kwa dada, kuna jambo la kujifunza hapo, kwa sababu ukiwaangalia katika maisha ya nje ni watu ambao wana furaha sana, wanacheka. Sasa na vipi kuhusu dada na shemeji yake? Ni kweli wana mahusiano ama mdogo wangu amenidanganya? Litanipa muda mrefu sana ili swala kulifikiria. Hebu niwaachie wenyewe na maisha yao. Shemeji, nimekuita mara ngapi? Mara 3. Sikia nikwambie bana, mimi naomba mimi na wewe tuachane, sawa? Mahusiano yetu yaishe, yafike kikomo. Kiufupi mimi na wewe basi, sikutaki. Sikiza nikwambie, kila siku nakwambia siachiki, hivi namaanisha siachiki kirahisi. Oya, kama ni kiti nimekikalia na sitoki. Kama ni 5 mimi nitajiongeza 10, 20, 30. Upo? Sitoki, nitakalia kiti mpaka mwisho. Kwa hiyo kaa ukijua mimi na wewe hatuwezi kuachana kirahisi. Baba upo? Hebu nisikilize. Wewe hapa sio shemeji, mimi na wewe ni mtu na mtu wake. Kama umeweza kutembea na mimi, basi mimi sio shemeji yako, mimi ni mwanamke wako. Tena uwe na adabu unapoongea na mimi bana. Nisikilize, sijui unielewa. Nyumbani hakuna mtu asiofahamu. Sijajua blaza iko vipi, kijiji kizima unajua kwamba mimi natoka na wewe, na ndio maana nimekuita shemeji, na maana mimi nakuheshimu. Naomba tuachane bana, mahusiano yetu yaishie hapo. Sitaki kuniharibia kwa blaza wangu, mimi nikakosa kula ugali hapa nikafukuzwa, sina pa kwenda kuishi. Tafadhali. Kuhusu kijiji kujua ni wasiwasi wako, hakuna anayejua bali ni wasiwasi wako. Na kuhusu mundani, wale ni ndugu zako, hivi unategemea watanchoma? Watamwambia shemeji yao? Sikiza nikwambie, ukiendelea hivi nitakufanyia tukio ambalo hutokuja kusahau katika maisha yako. Sio, unanielewa? Yaani hiyo ni mara ya kwanza na ya mwisho kunifuata na kuniambia hizi habari zako za kipumbavu. Wewe ushatembea na mimi na itabaki kuwa hivyo, wewe ni mwanaume wangu. Alafu sikiza nikwambie, ukiendelea hivi hutokuja kunisahau katika maisha yako yote mbwa. Niheshimu, sawa? Mimi nakuheshimu shemeji, sitaki kuwa na wewe. Kuna mimi ananichukuliaje?
Bale ni bwana tuishia hapa. Huko kuna tabia za umbea sana. Usije ukamfikishia shemeji vuli. Usijali. Hata hivyo kwa sasa chukua hii. Lakini baadaye nikifika mbali nako niandike. Asa ona huko usinitumie. Yaani nitakuja kwenu kama kimbuga. Usijali hapa. Nimekumbuka kitu. Hivi wewe na Clever mnafahamiana vipi? Mimi na Clever ni marafiki wa muda mrefu sana. Yaani kiufupi tulikuwa tunaishi kijiji kimoja zamani. Kwa hata mimi mwenyewe nimeshangaa baada ya kumkuta huko. Kwa sababu sikuwahi kujua kama ana ndugu. Kwani wewe ni nani yako? Yule Clever ni ndugu yake na shemeji, manavodai sijui mtoto wa babake kubwa. Hauna mahusiano naye yoyote? Mahusiano naye kivipi aniskoelewa? Yaani inamaanisha kuwa sio mpenzi wako au hujawahi kutoka naye? Amna bwana, mimi sina mahusiano naye. Kwanza nakuja na mahusiano na mtu ambaye naishi pamoja. Kwani kuna nini? Mbona unaniingiza hii? Kiufupi Clever ni msirika. Nini? Kiufupi Clever ni mwasilika wa virusi vya ukimwi. Hivi masikio yangu yapo vizuri au yana shida? Kwa wewe naona kama utabudia bidii, lakini huo ndo balisia wapi. Mimi namjua sana Clever kuliko unavyofahamu wewe. Tumekuwa pamoja, tumeishi pamoja, tumekula nyumba moja. Kwa najua vitu vingi sana kuhusiana naye kuliko wewe. Mimi hata sijui ya. Kwaheri. Sawa poa, kwaheri. Kwa ndugu yangu, juzi kati nikaenda kwa bibi mwanangu nikachukua yale mazaka. Saa ngapi nisiyatumie? Lakini wakati nayatumia ni kwa tayari nishampanga demu fulani ili atokee mazingira yetu. Mwisho wa siku yule demu hakutokea. Oya, kumbe ile kitu ina madhara. Yaani nakwambia vipi? Yaani kitu kilienda hivi kilisimama, afu kilitumia muda mrefu mpaka inauma. Lakini yule demu hakutokea kabisa. Yaani kaka, nilipata tabu kinoma yani. Yale maumivu niliyosikia pale, nilitamani hata nibaki kuku. Kwa hiyo ulienda kwa bigi kuchukua mkongo, umkomeshe demu. Haya, demu mwenyewe yupi? Kile kidemu nimekisahau jina kidogo. Kadem fulani hivi wanakuja hapa kijijini hivi siku za karibuni. Yaani hawana hata muda mrefu hapa kijijini. Yaani hata kajina nimekasahau. Katokea mjini. Au itakuwa ni Irene? Huyo. Ikawaje? Kali nizingua. Ndo hako. Tulipanga kabisa tukutane mazingira geto na alikuwa nimeshakapa kabisa pesa. Lakini kale kadimu mwisho wa siku hakakutokea. Mwanangu nilipata tabu kinoma. Hapo kumbe ile kitu ina madhara kinoma mwanangu. Yaani hebu kwanza tuachane yote. Sawa, ulitumia mkongo. Ni fresh, yani ni fresh. Kwa hiyo nataka kuniambia Irene ulikubaliana nao wewe? Yani kwa shakubaliana kabisa. Tumekubaliana bwana, vipi utatokea maskani? Nitatokea. Mwisho wa siku mimi nimeenda geto, nimeshajiandaa kabisa, nimeshapaka. Ngome ipo hivi, afu muda mrefu demu hajatokea. Sikia nikwambie Mkude. Yule demu jao. Yule demu ni jao. Kwa sababu gani nakwambia? Huyo Irene mimi ni demu wangu. Yaani kama ulishasikia, mimi napiga sana spako hapa kijijini, ni yule demu. Yaani yule mimi nimepiga sana na anakuja kwangu karibia kila siku. Sasa unavyoniambia kama uliagana naye, sijui mkutane geto, ukaenda kuchukua mkongo, sijui kafanyaje, mimi nashindwa kuelewa ujue. Kaka, mimi haya yote sikujua. Sikujua kama unatoka naye yule demu. Mimi ningejua nisingefanya hivyo. Alafu mimi na wewe ni wana najua. Kwa hiyo haina haja hata wewe kupaniki kaka. Kwa hiyo ulienda kuchukua mkongo? Ndio. Na hajatokea? Ndio. Na hela yako alikula? Ni sawa. Ngoja nikwambie kitu kimoja Mkude. Mimi na imani
wanaume siku zote hawabombanagi kwa sababu ya mwanamke, lakini kwa hicho alichokifanya yeye, hizi ni dharau. Haiwezekani atembee na mimi alafu hapo hapo anakuja kuchukua hela yako. Yaani tafsiri yake alikuwa na uwezo wa kuja kwako ukampiga vile vile. Siwezi nikagombana na wewe brother, tumetoka mbali sana, ila kuna kitu nataka tukifanye ili tumkoneshe, kwa sababu haiwezekani kwangu mimi aichungulie, ya kwako aichunguliwe. Hizo ni dharau mwanangu. Tumkomeshe? Yeah. Tumkomeshe kivipi? Iko hivi, mimi nataka tumtengenezee cheni. Sasa wewe unamaanisha nini hapo? Bado sijakuelewa, hebu niweke wazi. Nataka tuite washikaji, tukiungana mimi na wewe tumpige mande tena. Yeah. Kaka, lakini hilo ni balaa, unajua sio kitu kizuri hicho. Ni sawa, lakini tusionyeshe nidhamu ya uoga. Huyu demu katudharau sana, sio kitu kizuri, lakini mimi nataka tumkomeshe na iwe fundisho kwa wanawake ambao wanapenda kuchanganya marafiki kiasi hichi. Kwa hiyo ulikuwa unatokea wapi? Nilikuwa napita pita tu nikakuona umekaa hapa. Na kusikiliza. Hivi Allen, ile siku zile unajua sijakuelewa kabisa. Unataka kuniambia kweli Clever ameathirika? Huo ndo uhalisia wake. Yaani hivi tunavyoongea mimi na wewe, Clever sio mzima, ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Na hata kijiji tulichotoka, watu wote mpaka marafiki zake wanajua kuwa yeye ni mwathirika. Sasa nashangaa wewe ninavyokuambia alafu utaka kuniamini. Vipi kwani? Ulishawahi kutoka naye nini? Hapana, sijawahi. Mimi namfahamu vizuri sana Clever kuliko unavyomfahamu wewe. Nyie huku mmekutana tu, lakini mimi nimetoka naye kijiji hiki kimoja. Kwa nini kuniambia pale sio mzima kabisa, yani pale anatembea na vijidudu vya ukimwi? Ndo uhalisia wake huo. Kwa nini unataka kuniamini? Aili. Vipi? Mbona unaonekana ni mawazo sana? Hamna kitu. Unanihakikishia kuwa una mawazo? Basi ngoja mimi niwahi nyumbani siku nyingine. Ala, poa. Mkude, mtoto kiduguru, mwenye sura ya mama, mwili wa baba. Unajipia gani leo? Kaka, sasa hivi nimekuja nikiwa serious. Ninawahitaji kabisa. Nahitaji unipatie hilo zaga. Nikimaanisha unipatie huo mkongo. Sasa hivi nakwenda kukutumia kweli ndugu yangu. Sawa, lakini una shida sana. Nishakupatia mkongo mara ya kwanza, ukanipa malalamiko mengi sana kwamba dawa ya uongo haifai nini. Je, umerudi tena kwa mara ya pili, utaweza kuitumia? Kaka, sawa, najua nilikukosea, alafu nilizingua sana, lakini awamu hii nina uhitaji kweli. Alafu isitoshe sasa hivi niko na yuzo. Kwa hiyo sasa hivi unachotakiwa wewe kuniamini, mimi nitaitumia kweli hiyo dawa. Sawa, sio mbaya. Umejaliwa na shilingi ngapi? Hapa nina buku tu. Nishakwambia hii dawa ni kwamba ni matawi ya juu. Sasa basi, unawezaje kuja na buku? Sasa basi, hii ndio mwanzo na mwisho. Kuja na shilingi 1000. Na kupatia leo kwa sababu ya yuzo tu. Kwa sababu yuzo ni mtu wangu sana karibu. Inakufuatia.
labda tuseme dunia imewapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tuombe kwa Mola. Ni masiku kadhaa sasa yamepita hivi sijaonja utamu wako, na ili swala limekuwa linanipa mwashawasha sana. Nikaanza itihada za kutafuta umbea kwa udi na uvumba, na hatimaye nimepata umbea. Haya, niambie na kusikiliza, maana naona unazunguka zunguka tu. Utanielewa? Yaani namaanisha hivi, kwa kuwa nimeumisi utamu wako, nilihangaika huku na kule kwenda kutafuta umbea ili mradi tu nipate utamu. Kuna ubuyu mzito unatakiwa upewe. Ubuyu gani huo? Sasa huo ubuyu ulivyokuwa ubuyu maalum, hautakiwi kuelekezwa hapa. Unatakiwa ni kupeleke eneo la tukio ukashuhudia mwenyewe kwa macho yako haya. Basi sawa, kuja niende nikapike nyumbani, niache mazingira yakiwa sawa, afu nitakuja. Yaani huo ubuyu ukiwa wa moto, nitakupa vitu vyote ambavyo sijai kukupa wewe. Ya, hilo ndo lilobakiza. Wewe nenda, kajiandae, baadaye nitakupigia simu nikwambie uje eneo la tukio. Haya, baadaye. Kitakacho mkuta huyo ataenda kusimulia na wazazi wake. Sasa ndugu yangu, mimi nimekuita hapa, kuna jambo la msingi sana nataka nikushirikishe. Kwa sababu naamini katika vijana wachangamfu, washikaji ambao unaweza kupanga naye madili yakatekelezeka kwa wakati, ikiwemo na wewe. Iko hivi, kuna chula mmoja anasumbua sana hapa mtaani. Yaani hachagui hata maji ya kwenda kuogelea. Dimbu la kwa Juma anaenda, kwa Salumu, kwa Sana. Yaani ni mchafuzi tu wa mazingira kwa kifupi. Kwa hiyo tunatakiwa tumfanye nini? Nacho kitaka mimi, nataka tukamuonyeshe, tukamcholee mstari. Yaani unamaanisha tukamdini? Na sio kumdinya tu. Nataka tumdinye kwa mtungo. Kwa sababu gani ujue? Yule binti amekuwa msumbufu sana. Yaani amekuwa akituchanganya mimi na marafiki zangu. Tena ni marafiki zangu wa karibu sana. Kwa hiyo mimi nikafikiria nikaona ngoja nitengeneze jeshi la mtu sio pungua 5 au 6 au 7. Tukamuonyesha kazi. Kwa sababu yani ni swala la aibu. Anakuja kwangu na yeye na mimi. Anaenda kwa Mkude analala naye. Anaenda kwa mtu mwingine analala naye. Ni kama dharau yani. Yaani anajua maumbile yangu mimi yakoje na Mkude yakoje kila mtu. Sasa hilo swala ndugu yangu mimi sijalipenda. Kwa hiyo nimeamua tumcholee amani tukamuonyeshe show. Sasa sikia mwanangu. Huo mchongo unafanyika saa ngapi? Huo mchongo nitakwambia muda ambao utafanyika. Lakini kwa sasa hivi nataka wewe uungane na mimi na washikaji wengine ili tukafanyizie. Kwa sababu hii tabia imenichosha. Yaani anakuja anatugonganisha, tena anatugonganisha na washikaji ambao tunaishi nao siku zote. Hilo sio swala la kukataa kaka. Na ugumu niliokuwa nao natamani tuanze mimi. Ushaanza tamate. Yaani unakuaje wewe kwanza wakati mimi ndo mwenye dili? Sikia, tamaa mbaya. Wewe ni mtoto wa kiume mwanangu. Kaza. Pale naanza mimi mwenyewe. Mimi ndo nimetoa mchongo ndugu yangu. Au si? Sema fresh ndugu yangu. Hilo limeisha. Au si? Basi fresh mwanangu. Dua. Unatoka? Unyama. Vipi babu, mbona kama vile hivyo? Muda unaenda afu mbona atokei? Mbona atatokea tu mwanangu? Nimewasiliana naye hapa, ameniambia ndo anajiandaa anakuja. Mimi nimeona muda unaenda. Afu namna gani vipi mimi nishapaka mazingira afu sielewi. Sasa sikia. Wewe uko umepaka hapo sio shida. Maana hapo ni nusu saa kabla. Na yule mchumba kwangu mimi atoboi. Yaani sasa hivi atakuja mwana. Ujue nini? Yule demo ashaye kunifanyia kama hivi. Tulikubaliana tukutane sehemu akanichomesha. Kwa hata kama akifanya hivi mimi sitashangaa ujue. Kumbe kwa sababu alikuchomesha, sikia nikwambie. Yule mchumba kwangu mimi achomoi. Kama kuchoma alichoma kwa wewe.
kwangu mimi atoboi. Cha kufanya wewe ingia ndani, mimi nitamtumia SMS hapa, alafu nijue amefika wapi, ila kuwa na amani, tulia. Au vipi? Mfanya hivyo basi. Nyana. Wewe unakuaje kaka? Fresh na kwaje? Kama kawa. Vipi nimechelewa? Hamna ndugu yangu, uko ndani ya muda. Wewe kana vipi choma ndani hapo nini? Subiri mazingira. Labda tuseme dunia imewapiga teke. Karibu. Vipi? Poa. Ndo hapa kwani? Ya, ndo hapa. Haya, niambie sasa na kusikiliza. Hili ndo eneo la tukio letu. Sawa. Na huku ndani ndo ubuyu uliko. Kwa hiyo sasa inakuwaje? Mbona unazunguka? Kwa hiyo natakiwa tuongozane tuingie ndani ili ukajionee mwenyewe kwa macho yako mawili. Haya, sawa. Karibu. Nyani pepa. Kazi. Lakini kaka, kiufupi siku hiyo tulienjoy kinoma yani. Oya, kumbe yule mtoto ni bwana mtamu. Ali mkude bwana. Unajua nini kaka? Yaani katika siku ambazo nilivaa roho ya kinyama ni ile siku. Yaani mtoto wake mamazi katika nyonga, ananyonga. Piga zangu kalio. Oya, ile siku mwanangu nilikuwa na hasira na yule binti. Lakini kaka, kwa upande wangu mimi nilikuwa nikifanya kile kitu naiwaza hela niliompa. Unajua hapa kijijini tunapata hela kwa tabu, vibarua vya kulima vya kufanyaje vya kukata kuni, alafu anakuja anafanya vile. Nikasema kulaleki unafanya, lakini naiwaza buku yangu. Kila nikifanya nasema buku yangu hii leo inailikia hapa. Sema ile ya mwanaume endaki hivi. Yule mtoto ila tumemnyosha. Yaani sasa roho wangu kwa tu. Yaani ni mweupe kabisa. Yaani najisikia faraja. Yaani natamani hadi sasa hivi aje hivi nimwangalie anavyotapatapa. Yule mtoto tumemnyosha kaka. Lakini kaka, kuna upande tumejisahau. Yaani kuna kitu hapa hakiko sawa kabisa kwa upande mwingine. Kitu gani? Hivi kaka, unadhani hichi kitu tulichofanya ni sahihi?
hichi kitu tulichofanya sio sahihi kabisa, kwa sababu tumewaza kujisuzisha nafsi zetu, lakini kwa upande wa pili hii ina madhara makubwa. Kwa sababu gani? Nakwambia, yule mwanamke ni malaya, na kama ni malaya anatumiwa na watu wengi. Hapa kuna magonjwa, kunaweza kuwa na ukimwi, siyo magonjwa ya gono haya Kwa kaka, mimi sidhani kama iko sawa hii. Hapa kuna namna iko sawa kabisa. Wewe Mkude muoga. Yaani wewe mwanangu, wewe ni muoga. Sikia nikwambie, masuala ya ukimwi, UTI, sijui vidudu gani, au sijui ataenda kwenye vyombo vya dola, hayo mambo yameshapitwa na wakati. Yule ni malaya. Wewe malaya gani? Unambaka afu anakukatikia. Malaya gani? Hawezi kufanya kama nini? Nicho enjoy mimi ni kwamba tumemnyonga nyonga. Yaani kama kumuumiza tu, tumemuumiza. Hamna kaka. Hii haiko sawa kabisa. Wewe umewaza hayo, na mimi vile vile nimewaza magonjwa tu. Lakini vipi kama yule demo amepata mimba pale? Vipi kama amepata ujauzito? Na kama amepata ujauzito, je, itajulikana ni nani? Hali ya kuwa tumeshiriki wote lile tendo. Kaka, sio sawa. Kwani Mkude? Mbona kuna watoto kibao tu wana baba 10, 15? Basi tutamlea tu fresh. Kaka, mimi naona kabisa pengine kama itashindikana kumwomba msamaha, basi sisi tena tukapime afya zetu ndugu yangu, kwa sababu hatujui tumelivagaa nini kwa ule demu. Labda tuseme dunia mawapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza, wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu, eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana. Dada vipi? Kwema? Umepatana nini? Nimebakwa. Pole, njoo nikusaidie. Moyo wangu umebeba mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza. Dunia mwalimu mzuri, ila ameshindwa kunifunza tofauti kati ya maisha na mapenzi. Onalia mwenzenu nalia. Sema kaka, kiukweli ile tekniki uliyoitumia siku ile mimi nilipenda. Ile tekniki nikafikiria, ulitoa wapi ile tekniki? Mpaka tunamaliza ile tendo hatujaona na mtu yoyote, mpaka tunaondoka pale hakuna mtu aliyetuhisi wala kutuona. Ulibunibuni vipi ile tekniki kaka? Yaani kaka, katika vitu ambavyo unatakiwa mwanaume ujisifia navyo, kuwa mtu wa kupanga mipango ya kinifu na ikaenda sawa. Mimi kaka nilijua nini nakihitaji, na ndio maana nikaamua kuupanga ule mpango, na nashukuru Mungu umeenda vizuri. Ilo makondoe konyo. Na mimi kitu ambacho nilikubali pale, yule demu tumemkomesha, kwa sababu hawezi akatona sisi mangundende. Yaani kama alituona sisi maboya,
basi wale maboya ambao wanaishi nao mjini wale ndo maboya zaidi. Sisi kijijini, lakini sisi hapa kijijini ni wajanja. Na kitu ambacho kaka ukijui, mwanaume unatakiwa uwe hivyo. Mimi niligundua nikaona zile ni dharau. Yaani kaka, unajua kitu ambacho hakijui wanawake wa siku hizi ni kwamba wanatudharau sisi wanaume wa kijijini. Yaani wanashindwa kuelewa kuwa kijijini kuna wanaume mashababi na wanaojielewa. Tunatumia IQ kubwa katika kuamua. Lakini wanawake wanakuja tu wanatona sisi mangundende. Kaka, sikia nikwambia kitu kimoja. Mimi kwanza sasa hivi moyo wangu upo kwatu. Yaani tulivyomnyosha yule mdada, moyo wangu upo kwatu. Kwa sababu ilikuwa ni dharau. Kwa nini anichanganye mimi na wewe? Hiyo iko sawa. Lakini mimi kuna kitu hapa na mashaka nacho kaka. Yule dogo mgeni, mimi sijawahi kumuona popote. Yaani tunazurura wote, tunatembea wote pamoja, sijawahi kumuona mahali popote pale. Sasa hichi kitu mimi kinanipa mashaka. Usikute kama mpelelezi au mtu ambaye amekuja kutufuatilia. Usikute kama AI yule. Sasa ndugu yangu, AI inakujaje hapa? FBI, shirika la upelelezi duniani. Unanizalilisha ndugu yangu. Kaka, wewe unasema hivyo kwa sababu ndugu yangu wewe umesoma. Mimi mwenzio hapa kidogo mnamfagilia, sijasoma gobo, hamna kitu kichwani. Mimi nilichomaanisha ni kwamba yule usikute mpelelezi au mtu ambaye amekuja kutufuatilia afu sisi hatumjui. Mwisho wa siku kikatulamba ujue. Yaani kaka, kuhusiana na hilo, usiwe na wasiwasi kabisa. Hawezi kuwa askari kidole. Sisi ni watu wazima ujue. Kila tunachokifanya sisi tunaenda kwa mipango. Sawa ndugu yangu. Sawa, mimi nakuelewa. Lakini sasa tunatakiwa kuwa makini. Mimi najua ndio, mimi nakuamini. Tunaaminiana kwenye vitu vingi, tunafanya mambo kibao na tunaaminiana vile vile. Lakini sasa kwenye hili kaka, kwa sababu ule tumefanya msala ujue. Umenielewa? Tunatakiwa kuwa makini. Kuhusiana na hilo ndugu yangu usijali. Hilo limeisha. Umakini ndio sheria namba 1 ya mwanaume. Yaani nitahakikisha na kuwa makini hadi hii siri haifichuki kwa watu. Na yule dogo nitaenda kumpanga yataisha. Samahani mdogo wangu. Nimekuita hapa kuna kitu nataka nikuulize. Dada, haina haja ya samahani. Unaweza kuniuliza chochote kile. Wewe ni mjamzito? Mjauzito? Hapana, mimi sio mjamzito. Na kuuliza kwa mara nyingine tena. Wewe ni mjamzito? Dada, mimi sina ujauzito. Wewe una uthibitisho gani kama mimi ni mjamzito? Hivi inawezekanaje mtu kuwa sawa lakini akatapika? Na humu ndani hujala kitu chochote cha kukuchefua. Wewe una mimba na unanificha, si ndio? Hapana dada, mimi niko sawa, sina ujauzito wowote. Nilijisikia tu vibaya. Ndio maana nikatapika. Sio kwamba nina ujauzito. Unanificha. Tambua mimi ni mwanamke mwenzio. Unatakiwa uniambie kila kinachokukuta. Una homa, una malaria, na kama ungekuwa unaumwa ungeniambia kama ninaumwa. Sasa basi umeshindwa kuniambia. Shemeji yako akifika tu nampa hizo taarifa. Ukisubutu kumwambia shemeji mimi nina ujauzito, na mimi nitamwambia wewe unatoka na mdogo wake Clever. Yaani mna mahusiano ya kimapenzi. Sema leo uko peke yako ndugu yangu. Ndugu yako yuko wapi wa siku ile? Kaka, nina ndugu wengi. Ndugu yupi unamzungumza wewe?
Nani Ailini. Kaka, walimwengu ni wabaya sana. Sijakuelewa bado, unamchanganya. Yaani sijui hata nianze kukuelekeza wapi mwanangu. Aibu kubwa ile tukuta nyumbani. Kaka, Ailini ana mimba. Kiufupi Ailini ni mjamzito. Mimi nilisikia anaongea na shemeji Shuu kwa pembeni, anaongea anamuelekeza kwamba ana ujauzito. Unaona, lakini yani kifupi, yani sijui hata nikueleze vipi kaka. Na kaka Chibo amepata hizo taarifa kuwa Ailini ni mjamzito. Kiufupi blaza hajui. Na blaza kama unavyojua mazingira yake. Akiondoka kurudi jioni na kurudi jioni anakuwa busy. Yeye hajapata muda ukaa nao kuongea nao. Basi poa ndugu yangu, baadaye. Basi fresh na noma. Sema kitaka tujui mimi nitakuelekeza wewe mwanangu sana. Poa poa, haina noma. Fresh. Da, blaza Yuzo. Yaani kwanza imekuwa vyema sana mimi kukuta hapa nyumbani kwako. Nadhani unakumbuka ile deal tulilolifanya. Dili gani hilo? Maana mimi na wewe tumefanya madili mengi sana. Mara mwisho tulifanya deal la kwenda kumbaka Irene. Ya, nakumbuka. Hilo nalikumbuka. Na kiukweli nikwambie kitu mdogo wangu. Lile dili au ile issue ya yule binti. Ndugu yangu, mimi roho yangu iko safi kabisa. Maana yule binti alikuwa anatusumbua sana hapa kijijini na tulimkamia kweli. Kama kumnyoosha tulimnyoosha kweli. Sasa ndio maana nikaanza na kauli yangu ya kusema ndoa tulioivagaa imeshatoa majibu. Na maanisha kwamba Irene ni mjamzito. Wewe hivi una uhakika na hicho unachokizungumza au unaongeongea tu? Hata mimi bado sijaelewa. Lakini kuna ndugu yake Irene ameletea hizo taarifa kuwa Irene ni mjamzito. Kaka, mimi unajua kinachonishangaza ni nini? Irene mimi namchukulia kama mwanamke malaya. Na siku zote mwanamke malaya hapati mimba. Sasa huyu amepataje mimba wakati wewe ni malaya? Hii imekakaaje ndugu yangu? Hilo hata mimi bado linanichanganya ndugu yangu. Na hapa sielewi tunaanzia wapi tunamalizia wapi, maana hili lishakuwa tatizo. Kuna mawili. Kwenda kushtakiwa wazazi wake Irene wakijua hili swala, ama kupigwa kipapayo. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini katika vitu ambavyo mimi naviamini, akili za mtu mmoja haziwezi zikachanganua jambo. Kwa hiyo ni bora nimtafute Mkude, nikakae naye, alafu tujue tunafanyaje. Basi sawa kaka, mimi naona nikuache kwa sasa. Ila uliharakie sana hilo jambo. Basi ana noma mdogo wangu. Mara ya kwanza hukuniamini hadi pale nilipokuonyesha uthibitisho wa picha, lakini kwa hili ninalokuambia leo natumaini ya kwamba utaniamini bila ya kuwa na uthibitisho. Hakuna shida, wewe unaweza tu kuzungumza, na uzuri ni kwamba wewe mwenyewe umeshatambua kwamba mimi wewe nakuamini kwa kiasi gani. Kwa unaweza kuniambia tu hilo jambo. Mdogo wako Clever ni mwathirika wa UKIMWI. Wewe unasema? Nimesema hivi, Clever ni mwathirika wa UKIMWI, na sio mara moja wala mara mbili, na mfuma akiwa na mega dawa. Unajua hii taarifa unayonipa ni kubwa na ni nzito sana kuliko hata ile ya mara ya kwanza. Sasa kama ndio hivyo, ina maana basi na mke wangu naye ameathirika, si ndio? Kuna uhakika kilivyo, ila nahisi pia naye dada ameathirika. Rafiki yangu, mimi nimekuja kukuaga. Unaona? Yaani sijili kuchelewa kwa sababu hapa nina haraka sana. Ninaenda nyumbani, naenda kuchukua vilago vyangu na toroka. Mambo yashakuwa mengi kule.
Unaondoka? Unaenda wapi? Nitajua mimi naenda wapi? Siwezi nikakaa pale, mambo yasharibika rafiki yangu. Kwani mmoja ukuaga haraka haraka hapa, mimi natoka. Sina muda, mimi naenda. Nisikilize rafiki yangu. Mimi nina nyumba pale na nakaa peke yangu. Mume wangu kasafiri. Kwa hiyo nikupe tu ushauri. Naomba utoke kule. Tuje kuishi wote. Uone rafiki yangu bwana. Mimi siwezi nikakutupa. Sawa, haina shida. Nije ukaa hapa sawa. Wewe uone kwamba hapa karibu kabisa hapa na kule. Watu wa kule wakija huko wakiniona itakuwaje? Kia wewe mwanaume bwana. Kijiji kile kule na kijiji hiki ni mbali. Yaani kuna umbali mkubwa mno. Sisi tunaenda kule kwa sababu kuna kisima. Wale watoke kule mpaka aje huku. Huko hakuna kitu ambacho tunachokipata. Kwa hiyo wewe kuonekana vigumu kabisa. Hauwezi kuonekana. Rafiki yangu utaniponza kwa kweli. Niache tu mimi niondoke niende zangu nenda kujua mimi. Nitajua mimi naenda wapi, lakini kuja ukaa kwako uongo. Ile nyumba kubwa bwana. Kuna vyumba kibao, hamna hata watu wanaokaa. Mwanamke. Sasa hapo ndo tunasuluhisha jambo au tunaongeza tatizo? Sasa wewe una mume, unaoka menda mjini sawa. Haya, leo nikija ukaa kwako akinikuta itakuwaje? Nimekimbia majanga haya ya kusema kutembea na mke wa mtu. Hapo nije ukaa kwako tena mume wake akinikuta. Ile jambo bana lijakaa sawa, lakini haina shida. Basi sawa, ngoja mimi nikajiandae nije kwa sababu mimi rafiki yangu mnisaidia vitu vingi sana. Haina shida, ngoja nikafanye mazingira nije. Si nitakukuta kwako. Sawa, lakini kuwa makini. Nipo kwa ajili yako na kusubiri. Kaka, mimi nimekuja hapa kwako, kuna changamoto kidogo imejitokeza. Na hiyo changamoto mhusika mkuu ni mimi na wewe. Ni changamoto gani? Iko hivi. Kuna tatizo kidogo limetokea kwa hii baada ya sisi kufanya kile kitendo tulichomfanyia. Kumbaka kweli ni tatizo. Lakini juu ya kumbaka kuna tatizo tena limejitokeza juu ya tatizo. Irene ni mjamzito. Kaka, mbona unanitisha? Hilo jambo unaloliongea wewe sio dogo jue. Ni jambo kubwa mno. Sasa mbona unaongea kirahisi kabisa ukiwa simple? Hizi taarifa alinifuata wale na akaniambia. Sasa mimi kitu kimoja tu nachojiuliza. Pale tumefanya kile kitendo watu wengi. Sasa hii mimba itakuwa ni ya nani? Mpaka sasa hivi hajulikani nani mwenye ujauzito. Ni mimi, wewe au yule dogo wale. Sasa wewe umeamua nini? Yaani wewe unatakaje? Na mawazo yako wewe ambayo umesikilia ni yapi labda mpaka unakuja kuniambia mimi? Kwa upande wangu mimi sikuwa na maamuzi yoyote. Nikaona bora nije kwako tujue tunafanyaje kaka. Hii ni swala au ujue. Mimi hata sielewi nikwambie nini kaka. Kwa sababu hata nitakachoamua sasa hivi kitasaidia nini? Nimeshindwa kabisa kufikiria kwa sasa hivi. Mimi nadhani pengine nipe muda. Nifikirie, nikae na kichwa changu, nifikirie kwa kina kabisa. Alafu baadaye nikikupa majibu basi nikupe majibu yanayojitosheleza. Lakini kwa sasa hivi mimi naona kabisa sina cha kukwambia ndugu yangu.
mimi niache tu kwa sasa hivi, kwa sababu hilo jambo ni kubwa mno. Yaani ukipekenyua unakuja kugundua kwamba tukikosea kufanya maamuzi sahihi kwenye hili jambo, naona kabisa kuna dhahama inakuja mbele yetu kaka. Ni sawa, lakini tujitahidi kaka, tupate ufumbuzi, maana tutakuja kukumbuka vibaya. Mimi naona kabisa jela ile inaanza kutuvizia. Mwanzo nilikuwa mbishi sana kwa upande wako, lakini kwa sasa hivi naanza kukubali maneno yako. Kaka, wewe unaona jela? Kaka, mimi hapa sioni jela. Mimi hapa naiona jehanamu, na kama sio jehanamu, basi naona kabisa tunapigwa kisambuza. Labda tuseme dunia mapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza, wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu, eti na bado wako shule. Ubemi huo wanagonganisha mabwana kijiji. nikutegemea kama ungekuja mapema hivi. Ndo nimekuja sasa. Ila hakuna baya. Ndo na miswaki. Kwenye kuna nilio pale kwenye kutoroka ili sahau. Kwa nikaamua nivitie. Karibu sana. Kwa hiyo vipi? Karibu pita. Umalaya udanganyi ndo kazi yao. Heshima haipo ndani yao. Watoto wa mjomba, watoto mjomba. Vipimo vinathibitisha wazi kwamba mimi ni mjamzito. Kuwa mjamzito sio tatizo. Tatizo ni kwamba sijui mhusika mkuu ni nani wa hii mimba. Hili jambo linaniweka katika wakati mgumu sana. Sijui hata nifanyeje. Sijui naanzia wapi. Sina wa kumwelezea, sina wa kunisaidia. Na vipi wazazi wangu mjini wakijua kuhusu hili jambo? Shemeji naye akajua. Mungu, naomba unionyeshe njia ya kutokea, maana hili alikuwa katika malengo yangu. Nimekuja kwa ghafla tu kama upepo. Naomba unionyeshe njia. Ama kweli ningeuje baada ya kutokea jambo. Laiti ningeajua haya mapema, nisingefanya ujinga niliokuwa naufanya. Umeniletea madhara makubwa, lakini hata hivyo sikupata mtu wa kunionyesha njia sahihi. Karibu sana rafiki yangu. Karibu nyumbani, nisikie huru, kuwa na amani. Asante sana nimekaribia. Vipi lakini mazingira hapa nyumbani kwa hizi siku 2-3 tulizoishi? Umepaonaje yani? Kwenu nimepapenda. Kwa sababu kuna miti ya kivuli naona ipo mingi sana na kuna hewa nzuri sana. Nashukuru na nimekaribia baba. Najisikia huru kama niko nyumbani tu.
Nashukuru kwa hilo, nashukuru sana. Wewe ni rafiki yangu bwana, na nimekukaribisha hapa kwa moyo mmoja. Tutaishi wote, mambo yangu nitakushirikisha, yaani la kwako kama la kwangu, la kwangu mimi kama la kwako wewe. Usijali kuhusu hilo. Kitakachotokea chochote mimi nitakujuza. Kama nitapata na tatizo nini, wewe si ndo mwenyeji wangu hapa. Kwanza sasa hivi sitakuwa na woga wote, najisikia huru, nipo nyumbani. Pia bana, sina cha kukulipa. Mwenyezi Mungu ndo atakulipa kwa ukarimu wako ambao umenipatia. Sikutegemea kabisa kama utanifariji kama unavyonifariji sasa hivi. Na sikutegemea kabisa kama utakuwa na moyo mzuri, kwa sababu ni binadamu wachache sana wenye moyo kama wako. Asante sana rafiki yangu. Baki sawa. Lakini kama utapata changamoto yoyote, usisite kuniambia. Mimi ndo rafiki yako bwana. Toka enzi hizo mpaka hapa tulipofikia. Sawa, haina shida. Mimi nikipata na tatizo, nikiwa na shida kitu chochote mimi nitakujuza, usio kuhusu hilo. Karibuni jamani. Asante. Nawahudumie nini? Tunataka nyanya, bamia, nyanya chungu hapo kidogo, kitunguu na pilipili. Karoti mbona chukua? Na karoti hawa. Vivi na niliu mafuta nyumbani hakuna. Kwa hiyo vipi kusuna? Kidini na nazi hapo. Nani mama Idaya samani, nazi na bai. Nazi 1. Okay. Ile sinatosha. Ile inatosha. Livi. Pili na 100. Kalili sasa, huku ndo bengeni kwetu. Na vivi na niliu samaki nyumbani wapi? Achana nao, tunakula jioni bwana. Hamna. Oya, unauzaje samaki mama Idaya? Hapa 700, sasa 1000. Tugee. Lete wote wawili, lete mifuko yote miwili, kio. Haina hadi mfuko. Okay. Jamani, mimi nimewaita hapa kuna tatizo. Napata mashaka sana juu ya Cleva, kwa sababu ni wiki sasa Cleva haonekani hapa nyumbani. Ndiyo, huwa anahoga na utaratibu wa kulala kwa marafiki zake siku 2, siku 1, na anatoa taarifa. Mimi binafsi sina taarifa yoyote. Nimeona niwaite na nyinyi pia. Kuna mtu yote anajua Cleva alipo? Kwa upande wangu mimi sijui chochote. Labda wewe, je, kuna siku alikuaga akaondoka au mara mwisho mliongea kitu gani? Hapana, Cleva alivyoondoka hajaniambia chochote, na wala sijui yuko wapi, anafanya nini, yuko kwa nani, sijui kuhusu hilo. Sasa hii ni ishara mbaya. Hii ni ishara mbaya sana. Watu wote ambao tunaishi naye hapa hatujui yuko wapi. Mimi nina wazo. Tuanze kumtafuta rasmi sasa. Tugawane majukumu. Wengine waende polisi, wengine waende wakatoa taarifa katika serikali ya kijiji, na wengine waendelee kumtafuta mtaani, lakini pia wengine waende msikitini pia wakatoa taarifa. Labda naweza kusaidia tukajua wapi alipo. Sawa basi, na Danasi akirudi nitamwambia tuongozane. Kwani ameenda wapi? Danasi alienda sokoni kununua mahitaji. Sawa, basi tujitahidi jamani. Tuko nje ya muda sasa. Haya. Labda tuseme dunia mawapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao
hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tuombe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi, hilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto wa mjomba, wamezua balaa. Watoto wa mjomba, umalaya